طيب faslu nyingine Sheikh ameweka kuelezea fadlu shahri llahi almuharram. Hii ni faslu inayoelezea ubora na utukufu wa mwezi wa Allah Muharram, mwezi wa Muharram. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. Mtume alayhi salam anasema afdalu siyami ba'da ramadhana, funga iliyokuwa bora baada ya funga ya Ramadhani, shahrullahi almuharram, ni funga ya mwezi wa Allah wa Muharram. Wa afdalu salati ba'da alfaridati salatu al-layl, na sala iliyokuwa bora kuliko sala zote baada ya sala za fardhi, salatu al-layli, ni sala ya usiku, ni qiyamul layl. Sunna za usiku ndio swala zilizokuwa bora baada ya swala za fardhi. Allah tuwafikishe kutekeleza ibada hizi. Wa fi riwayati, na katika riwaya nyingine akasema as-salatu fi jawfi al-layl, sala iliyokuwa bora ni ile sala mtu anayoiswali katikati ya usiku. Wan nasu niyam, watu hali ya kuwa wamelala. Watu wamelala, wewe unanyanyuka unaongea na Mola wako tabaraka wa taala. أخرجه مسلم. الحديث دليل على صيام شهر الله المحرم. حديثه inaonyesha ubora wa kufunga mwezi wa Allah wa Muharram, wa anna siyamahu yali fadla shahri ramadana fil afdaliyya, na kwamba funga ya mwezi wa Muharram, wa anna siyamahu ay siyama shahri llahi almuharram, kufunga katika mwezi wa Muharram, yali fadla shahri ramadana, yani ubora wa kufunga mwezi wa Muharram unafuata ubora wa kufunga mwezi wa Ramadhani. Kufunga mwezi wa Muharram, fadhila zake, ubora wake unafuata ubora, yani unafuata mwezi wa Ramadhani fil afdaliyya, katika yale matukufu yanayopatikana katika ufungaji wa ibada hiyo. Kwa maana ibada iliyokuwa bora ya funga ni ibada ya Ramadhani tayari. Sasa ibada nyingine inayofuatia ya funga iliyokuwa bora ni funga ya Muharram, ni saumu ya Muharram. Kwa hiyo fadhila zinazopatikana katika Muharram zinakuja baada ya fadhaili zinazopatikana katika funga ya mwezi wa Ramadhani. Wa fadlu siyami fihi jaa min fadli awqatihi wa ta'dhimi al-ajri fihi, na fadhila za kufunga katika huu mwezi wa Muharram jaa min fadli awqati, zimekuja kuelezea ubora wa wakati wake huu, wakati wa Muharram, kwamba ni wakati uliokuwa bora. Mwezi wa Muharram ni mwezi katika miezi mitukufu. Kwa hiyo fadhila za kufunga mwezi huu wa Muharram ni kutokamana na wakati wake, lakini pia wa ta'dhimi al-ajri fihi, zimekuja kuelezea pia fadhila za kufunga mwezi huu wa Muharram kutokamana na ujira uliokuwa mkubwa unaopatikana katika kufunga sunna katika mwezi huu wa Muharram. Wa ta'dhimi al-ajri, na kuelezea ukubwa wa ujira anaopata mtu anapofunga sunna ya Muharram. Lianna siyama min afdali al-a'mali inda Allah ta'ala, kwa sababu funga inafahamika kwamba ni katika matendo yaliyokuwa bora kwa Allah tabaraka wa taala. Sasa kufunga kwa mwezi wa Muharram, fadhila zake zimekuja. Kwanza, mwezi wenyewe ni mwezi mtukufu, lakini pili ni kutokamana na yale malipo makubwa anayoyapata mtu kwa kufunga katika mwezi huu wa Muharram. La ilaha illa Allah. Wa shahru llahi almuharram huwa ash-shahru alladhi tabda'u bihi as-sanatu al-hijriyyah, na mwezi wa Allah wa Muharram ndio mwezi ambao mwaka mpya unaanza mwanzo, yani ndio mwezi wa kwanza katika mwaka wa hijiria.
maana mwaka wa hijiria unaanza kuhesabiwa mwezi wa ngapi? Mwezi wa Muharram, ndio mwezi wa kwanza na ndio mwaka unakuwa umeanza. Mwaka mpya unaanza katika mwezi wa Muharram. Kama tamma al-ittifaqu ala dhalika fi ahdi al-khalifati ar-rashidi, kama walivyowafikiana, kama ilivyopita ittifaqi, kama tamma al-ittifaqu, kama ilivyopita ittifaqi ala dhalika, juu ya jambo hilo, kwamba mwaka wa Kiislamu, mwaka wa hijri unaanza mwezi gani? Ikapita itifaki kwamba unaanza mwezi wa Muharram. Itifaki hii ilipita fi ahdi al-khalifati ar-rashidi, katika kipindi cha Khalifa Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu, aliposhauriana na masahaba wenzake wakapitisha kwamba kuweka tarikh al-hijri, tarikh al-hijri, ili kuwafungamanisha watu na tarehe ambayo inaendana na inafungamana na masaili ya dini, inafungamana na masuala ya dini. Wa huwa ahadul ashhuri al-hurum, mwezi wa Muharram ni moja katika miezi minne mitukufu, allati dhakara Allah fi kitabihi, ambayo Allah ameitaja katika kitabu chake. Faqala ta'ala, inna iddata ash-shuhuri inda Allah 12 shahra, hakika idadi ya miezi inayotimiza mwaka, idadi ya miezi inayotimiza mwaka kwa Allah tabaraka wa taala 12 shahran, ni miezi 12 fi kitabillahi. Hivyo ndivyo ilivyo katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala, yauma khalaqa as-samawati wal arda, tangu alipoumba mbingu na ardhi. Minha arba'atun hurumun, minha arba'atun hurumun, katika hiyo miezi 12 imo miezi minne mitukufu. Dhalika ad-dinul qayyim, hiyo ndio dini ya sawa, na huo ndio mpangilio wa Allah tabaraka wa taala uliokuwa sahihi. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, msizidhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo mitukufu, msizidhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo mitukufu. At-Tauba. Wa an Abi Bakrata radhiyallahu ta'ala anhu, imekuja hadithi kutoka kwa Abi Bakra ani nabii sallallahu alayhi wasallam qala, huwa mtume alayhi salam amesema katika hadithi iliyokuwa ndefu kidogo, na hapa amefupisha na amechukua mahalu shahid, hadithi ambayo ameitoa Imam al-Bukhari na Muslim. As-sanatu 12 shahran, asema mtume alayhi salam, mwaka una miezi 12. Minha arba'atun hurumun, katika hiyo miezi 12 iko miezi minne mitukufu. Thalathatun mutawaliyatun, miezi mitatu ni yenye kufuatana. Dhulqa'da, mwezi wa Dhulqa'da au Dhulqa'da, wa Dhulhijja, kadhalika na mwezi wa Dhulhijja, wal Muharram, na mwezi wa Muharram. Hii ni yenye kufuatana, tayari Ramadhani, Shawwali, baada ya Shawwali inafuata nini? Dhulqa'da, mwezi wa kwanza katika miezi mitukufu. Dhulqa'da wa Dhulhijja, mwezi wa Dhulhijja, wa Muharram, ambayo Dhulhijja imeisha, sasa tuko ndani ya Muharram. Hii miezi mitatu inafuatana. Wa Rajabu Mudhara, na mwezi wa Rajab ambao ni mwezi uliokuwa ukitukuzwa na kabila la Mudhar. Wa Rajabu Mudhara, na mwezi wa 4 ni mwezi wa Rajab, ambao mwezi huu ni mwezi walikuwa wakiutukuza kabila la Mudhar katika kabila la Waarabu. Alladhi baina Jumada wa Sha'bana, ambao mwezi huu wa Rajab uko baina ya Jumada na Sha'ban, uko baina ya Jumada thani na Sha'ban, uko kati ya mwezi wa Jumada na Sha'ban, muttafaqun alayhi. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akabainisha miezi minne mitukufu ambayo Allah tabarak wa taala ameitaja kwa jumla, minha arba'atun hurumun. Sunna ikaja ikaibainisha miezi hii mitakatifu.
Waqad adafa Allahu ta'ala hadha ash-shahra ilayhi tashrifan wa ta'dhiman. Kwa nini Allah akawegemeza mwezi huu wa Muharram kwake yeye, shahrullahi al-muharram? Kwani miezi mingine ni ya nani? Yote ni ya Allah tabaraka wa taala. Sasa kwa nini mwezi huu umeegemezwa moja kwa moja kwa Allah tabaraka wa taala? Anasema Allah ameegemeza mwezi huu kwake tashrifan wa ta'dhima, kuonesha sharafu yake na utukufu wake. Yani lianna Allah tabaraka wa taala la yudhifu min al-ashiya'i ilayhi, Allah haegemezi kwake yeye katika vitu illa khawasuha, isipokuwa vitu maalum, isipokuwa vitu maalum ambavyo vina hususia zake, kabaitillahi, kama vile nyumba ya Allah, wa rasulillahi, rasulullah, na wa nahwi dhalika. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, Allah tabaraka wa taala anachagua kitakacho na anaegemeza kwake yeye akitakacho katika viumbe vyake. Wasummiya muharraman ta'kidan litahrimihi, umeitwa mwezi huu Muharram kwa jina hili ta'kidan litahrimihi, kusisitiza, yani kuonesha msisitizo wa utukufu wake mwezi huu na namna Allah alivyoharamisha kufanya dhulma ndani ya mwezi huu. Lianna al-araba kanat tataqallabu fihi, kwa sababu Waarabu walikuwa wakifanya mabadiliko katika huu mwezi wa Muharram, wakiubadilisha mwezi wa Muharram, walikuwa wakibadilika badilika, kwa maana fatuhillahu aman wa tuharrimahu aman. Waarabu walikuwa na mtindo huu fil jahiliya, walikuwa wakiufanya mwezi huu kuwa ni halali, inafaa kupigana, inafaa kusimamisha vita katika mwezi huu wa Muharram, wa tuharrimahu aman, kadhalika wanaufanya kuwa ni haramu kupigana katika huu mwezi. Sawa? Kwa baadhi ya mwaka walikuwa wakiufanya mwezi wa Muharram kuwa ni halali kupigana, kwa mwaka huu tutapigana mpaka ndani ya Muharram, kwa hiyo tutaufanya mwezi wa Muharram kuwa ni halali kupigana. Watuhillahu, wanaufanya kuwa mwezi wa Muharram ni halali kupigana ndani ya mwezi huu, yani ni halali kuanzisha vita tayari. Halafu mwaka mwingine wanaufanya kuwa mwezi huu ni haramu kupigana, wanatangaza kabisa kwamba mwezi huu wa Muharram, ndani ya mwaka huu hatutaanzisha vita. Wanaufanya kuwa ni haramu kwa maana wanautukuza. Umeelewa? Waarabu walikuwa na tabia hii wakati wa jahiliya. Ndio maana ukaitwa kuwa ni mwezi wa Muharram, kwa sababu Allah tabaraka wa taala ameutukuza, ameharamisha kudhulumu nafsi katika mwezi huu. Kadhalika Allah amekataza kuanza vita ndani ya mwezi huu wa Muharram, kadhalika na miezi mingine mitukufu. Ama mkipigwa mnaruhusiwa kujibu mashambulizi, yani katazo ni kuanzisha mapigano katika mwezi huu. Wa qawluhu ta'ala fala tadhlimu fihinna anfusakum, ay fi hadhihi al-ashhur al-muharrama, katika miezi hii mitukufu. Liannaha akadun, kwa sababu madhambi yanayopatikana katika kufanya dhulma ndani ya miezi hii mitukufu, akadun wa ablaghu fil ithmi min ghairiha, madhambi uzito wake unakuwa ni mkubwa sana kuliko kufanya dhulma ndani ya miezi mingine. Allah amekataza, ameharamisha kufanya dhulma ndani ya miezi hii mitukufu kwa sababu yani jarima yake, makosa, yani kosa hilo la kudhulumu nafsi ndani ya miezi hii, dhambi yake ni kubwa zaidi, na kuwa ni madhambi yake yanakuwa ni mazito zaidi kuliko madhambi yanayotendeka katika miezi mingine. Qala Qatada, inna dhulma fil ashhuri al-hurum, kufanya dhulma ndani ya miezi mitukufu, a'dhamu khati'atan, ni kosa lililokuwa kubwa sana, wazuran, na ni mzigo uliokuwa mzito sana, kwa maana ni dhambi iliyokuwa kubwa kufanya dhulma ndani
ya miezi mitukufu, min adh-dhulmi fima siwaha, kuliko kufanya dhulma ndani ya miezi mingine, fima siwaha yani min ash-shuhur. Wa in kana adh-dhulmu ala kulli halin adhiman, ijapokuwa kufanya dhulma kwa kila hali ni jambo lilokuwa kubwa sana. Ijapokuwa kufanya dhulma yani kudhulumu nafsi yako, kuwadhulumu wenzako wakati wowote ni jambo lilokuwa kubwa sana, ni dhambi lilokuwa kubwa. Walakin Allah yu'azzimu min amrihi ma yasha, lakini Allah tabaraka wa taala anatukuza katika amri yake atakacho. Allah tabaraka wa taala anakitukuza katika viumbe vyake atakacho. Sasa katika viumbe ambavyo Allah tabaraka wa taala amevitukuza ni hii miezi minne mitakatifu ambayo Allah tabaraka wa taala ametuharamishia sisi kuzidhulumu nafsi zetu ndani ya miezi hii. Waqad ja'ala Allahu hadhihi ash-shuhura al-hilaliyata mawaqita lin-nas, Allah amejalia miezi hii ya hilali, yani miezi ya hijiria, miezi miandamo, ameijalia kuwa ni nyakati za watu kujua namna ya kufanya ibada. Allah tabaraka wa taala ameifanya hii miezi mawaqita linnasi, kuwa ni alama za watu kujua nyakati za ibada. Allah tabaraka wa taala amejalia miezi kuwa ni alama za kujua nyakati za ibada. Yasalunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj, Allah anamwambia Mtume alayhi salam, watu wanakuuliza kuhusiana na miandamo. Mwezi unapokuwa unaandama unakuwa ni mdogo, unakuwa ni mchanga tayari, lakini siku zinavyozidi kwenda unakuwa ni mkubwa, halafu baadaye unashuka unakuwa ni mdogo tena, unapotea tayari. Wanakuuliza hikma yake nini, mbona mwezi unapoandama unakuwa ni mchanga na unakwenda unakuwa afu baadaye unakuwa ni mdogo tena? Qul hiya mawaqitu linnas, Allah amejalia miandamo hii kuwa ni alama za watu kujua nyakati za ibada, nyakati za ibada, kadhalika na mambo yao mengine, kadhalika na ibada ya haji. Liannaha alamatun mahsusatun, kwa sababu miezi hii ni alama ambayo ni mahsus, inahisiwa, inaonekana. Wakadha yaarifu kullu ahadin bidayataha, kila mmoja anajua mwanzo wa mwezi, wa nihayataha, na mwisho wake. Wa mimma yusifu alayhi, na katika mambo yenye kusikitisha, anna kathiran min almuslimina, ni kwamba wengi katika Waislamu, taraku at-tarikh al-hijriya, wameacha kufuatilia na kujifungamanisha na tarehe ya Kiislamu, tarehe ya hijiria. Wengi katika Waislamu, jambo lenye kusikitisha, wameacha kujifungamanisha na kufuatilia tarehe ya hijiria. Wa akhadhu bi tarikh an-nasara al-miladiyya, na wamechukua, kwa maana wamejifungamanisha na tarehe ya miladi ya manasara, al-mabniya ala ashhurin wahmiyatin ghayra mabniyatin ala mashru'in wala ma'qulin wala mahsusin. Wamejifungamanisha na tarehe ya kinasara ya miladia, almabniya ala ashhurin wahmiyatin, ambayo imejengwa juu ya miezi ambayo ni wahmiya, la haqiqata laha, ambayo haina uhalisia wake katika mpangilio wake, kwa maana tarehe hii haijapangiliwa kimpangilio ambayo ni daqiq, mpangilio ulionyoka. Ghaira mabniyatin ala mashru'in, tarehe ambayo haijapangiliwa kwa jambo la kisheria. Tarehe miladi haijapangwa kwa jambo la kisheria, wala maqulin, wala haijapangwa kwa jambo ambalo ni maqul, wala mahsusin, wala haijapangwa kwa jambo ambalo ni mahsus, kama ilivyopangwa tarikhul hijri. Tarehe ya Kiislamu imepangwa kwa jambo ambalo ni mashru'in wa maqulin wa mahsus,
Tarehe ya Kiislamu imewekwa kwa ajili ya watu kujua taratibu za ibada na mambo yao, namna ya kuendesha, namna ya kuhesabu taraka na kadha, tayari namna ya kuhesabu, namna ya kupangilia mikataba watu sawa sawa, namna ya kuendesha ibada ambazo zinahitaji miandamo wa nahwi dhalika. Ama tarikhul miladi haijawekwa kwa mpangilio kama huu wa kiibada, haijawekwa kwa mpangilio wa kisheria. Watu tu wamepangilia bila kuangalia kitu cha maana ambacho ni chenye kuzingatiwa kisheria. Wallahu ta'ala a'lam. Wa hadha dalilu ad-dha'fi wal-inhizamiyyati wat-taba'iyyati li ghayri al-muslimin. Wa hadha dalilu ad-dha'f. Sheikh anasema na hii ni dalili ya udhaifu, dalili ya udhaifu walionao Waislamu, wal-inhizamiyyati, na unyonge walionao, na unyonge uliowafika Waislamu, wat-taba'iyyati li ghayri al-muslimina, na ni dalili ya Waislamu kuwafuata wasiokuwa Waislamu. Wa min mafasidihi, na katika mafasidi ya hii tarehe, katika mafasidi ya tarehe hii almiladi, min mafasidihi, katika mafsada yake, rabtul muslimina wa nashiatihim bitarikhi an-nasara, ni kuwafungamanisha Waislamu, wa nashiatihim ay wa auladihim, ni kuwafungamanisha Waislamu na watoto wao au na vizazi vyao, bitarikhi an-nasara, kuwafungamanisha na tarehe ya kinasara. Kwa udhaifu huu waliofikia Waislamu na unyonge walionao kujifungamanisha na tarehe ya miladi na kusahau tarehe ya hijiria, sawa, katika mafsada yake ni kuwafungamanisha Waislamu na vizazi vyao na tarehe ya manaswara ambao ni tarehe ya miladi. Wa ibadihim rabtul muslimina wa ibaduhum an tarikhihim alhijri, na kuweka mbali Waislamu na vizazi vyao na tarikhi ya hijiria, alladhi irtabata birasulihim, tarehe ambayo imefungamanishwa na nani? Na mtume wao sallallahu alayhi wasallam. Wa bisha'airi dinihim, na tarehe ambayo imefungamana na alama za dini yao, wa ibadatihim, na ibada zao. Fallahu almusta'an. Ni jambo la kusikitisha ambayo linahitaji kuomba msaada kwa Allah tabaraka wa taala, na huu ni msiba mkubwa na ambao anaeleza Sheikh ni hali halisi tuko nayo, ni hali halisi tuko nayo. Leo unaweza kauliza Muislamu, leo tuna tarehe ngapi Sheikh hijiria Muharram? Tuanza tutatafutana hapa. Tayib, sasa hii inatakiwa Waislamu tujifungamanishe na tarehe hii alhijri. Kama umeweka kalenda nyumbani kwako ya miladi kwa ajili ya kujua mishahara na kadha, kama unalipa watu mishahara kila mwisho wa mwezi kwa kufuata tarehe miladi, basi pia zingatia na tarehe hijri, sawa, zingatia na tarehe hijri, usisahau. Mpaka nafikia hatu ukiulizwa mwezi wangapi hujui, lakini miladia hata ukitoka usingizini unajibu. Wa na'udhu billahi min su'il hal. Sasa Allah, inshallah tutajitahidi baada ya maghrib tumalize kurasa zilizobaki. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.